umalizapo vifungo vyao wawe raia walio wema. Tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025 katika gereza kuu Arusha lililoko mkoani Arusha, Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza Jeremia Yoram Katungu amefungua mafunzo ya muda mfupi ya stadi za biashara na ujasiriamali kwa ajili ya kujengea uwezo wa kifikira wafungwa walioko magerezani. Akiongea katika tukio hilo adimu na adhimu la ufunguzi wa mafunzo ambayo yatakuwa yakisimamiwa na jeshi kwa kushirikiana na chuo cha uhasibu Arusha, mkuu wa jeshi ameanza kwa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wake dhabiti ambao kupitia kuunda tume ya kuboresha vyombo vya kijinai, jeshi la magereza limeanza kupiga hatua katika nyanja muhimu ya urekebishaji. Tumie fursa hii pia kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake imara ambao umepelekea nchi kupiga hatua kubwa kimaendeleo. Sote ni mashuhuda katika nyanja mbalimbali, tumepiga maendeleo chini ya uongozi wake, uongozi thabiti. Vile nimshukuru sana yeye pamoja na serikali yake ya awamu ya 6 anayoongoza kwa kuliwezesha jeshi la magereza kwa namna tofauti ili liweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Amekuwa akiliwezesha jeshi lakini pia kutoa maelekezo ambayo kimsingi utekelezaji wake umepelekea kuleta ufanisi, ikiwemo eneo hili la urekebishaji wa wafungwa ambao wanatumikia vifungo vyao magerezani. Na dhamira yake ya dhati Mheshimiwa Rais ilijidhihirisha pale ambapo aliunda tume kwa ajili ya kuangalia namna gani ya kuboresha vyombo vya haki jinai, jeshi la magereza likiwa miongoni mwa vyombo vya haki jinai. Na mara kadhaa alikuwa akisisitiza tujikite kwenye kuboresha eneo la urekebishaji kwa sababu ndio jukumu la msingi la jeshi la magereza. Kwa hiyo maelekezo yake wakati wote tumeyatekeleza na hatimaye kufikia ufanisi ambao tunauona. Aidha, mkuu wa jeshi ameushukuru uongozi wa chuo cha uhasibu Arusha kwa kuridhia kuanzisha mafunzo hayo. Kipekee ni kushukuru sana Profesa Eliamani Sedoyeka, mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha, lakini pia na management yote ya chuo kwa kuridhia wazo la kuanzisha programu hii mahususi ya ujasiriamali na stadi za biashara kwa wafungwa. Profesa, wakati tuna saini mkataba pale Dar es Salaam wa mashirikiano kati ya jeshi la magereza na chuo unachokiongoza, afisa mmoja alisimama na kutoa salamu. Na katika salamu zile aligusia neno moja, akasema, Profesa, najua kasi yako, una kasi sana. Na kwa kweli Profesa, kasi yako nimeiona. Kwa sababu kwa kweli tangu tumekubaliana na kusaini yale makubaliano, matokeo yanaonekana. Ni kuhakikishia tu jeshi la magereza pia tunakwenda kwa kasi hiyo hiyo kuhakikisha kwamba tunafikia yale ambayo tumelenga kuyafikia, na hii ni kwa maslahi mapana ya taifa letu. Nishukuru pia kwa ushirikiano ambao umekuwa mkiutoa kwa jeshi la magereza tangu tulipoingia kwenye makubaliano ya kushirikiana kitaaluma kati ya taasisi hizi mbili. Na yapo mengi ambayo tumekuwa tukiongea na hata leo tumeongea namna gani ya kuimarisha programu hizi na hatimaye tuweze kuwafikia wafungwa walio wengi zaidi. Je, ni nini hasa kusudi la mafunzo haya kwa watu waliokinzana na sheria? Kama ambavyo niligusia, leo tunaweka historia mpya ya kuanzisha masomo rasmi ya ujasiriamali na stadi za biashara kwa wafungwa ambao watapatiwa ujuzi na maarifa yatakayowasaidia kutumia fursa mbalimbali
hususan watakapokuwa wamemaliza vifungo vyao waweze kujiajiri, na lengo wasirudie kutenda makosa. Na hili ndilo jukumu la msingi la Jeshi la Magereza, sambamba na majukumu mengine: kuwapa ujuzi, maarifa na elimu, ili ule ujuzi, maarifa na elimu waliyopata wakitoka nje waweze kuyatumia kwa ajili ya kuendesha maisha yao, kujipatia kipato halali, lengo likiwa ni wao wasiweze kurudia kutenda uhalifu. Na kuanzishwa kwa programu hii ni sehemu ya jitihada za jeshi katika kuboresha jukumu hili muhimu la urekebishaji wa wafungwa, ili wakitoka waweze kuwa na tija kwenye jamii. Mbali na chuo kusaidia kutoa mafunzo kwa wafungwa, lakini pia maafisa na askari ambao kimsingi ndiyo wasimamizi wa urekebu hawakuachwa nyuma. Jeshi na chuo cha uhasibu Arusha, kama ambavyo iligusiwa, tuliingia makubaliano, na nakumbuka ilikuwa tarehe 2 Septemba mwaka jana 2024. Makubaliano hayo ya muda wa miaka 5 ambapo utekelezaji wake umekwisha anza kwa chuo cha uhasibu Arusha kwa kushirikiana na chuo cha taaluma ya urekebishaji kilichopo Ukonga, Dar es Salaam. Na kutokana na mashirikiano hayo, kwa sasa kama ambavyo aligusia profesa, kuna jumla ya maafisa na askari zaidi ya 100 kwa mwaka wa masomo 2024-2025 ambao wanasoma fani mbalimbali katika chuo hiki. Na hatua hii lengo lake ni kuwajengea uwezo watumishi wa Jeshi la Magereza ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa weledi na ufanisi. Mashirikiano kati ya taasisi hizi mbili sasa yanaenda kuligusa kundi la wafungwa ambao ndio walengwa na wanufaika wakuu wa maboresho mbalimbali yanayofanywa ndani ya Jeshi la Magereza katika nyanja za urekebishaji. Na kwa ujio wa mitaala mipya ya urekebishaji, mkuu wa jeshi amesema jeshi litaendelea na jitihada za kuboresha eneo la urekebishaji wa wafungwa ili kufikia ufanisi unaotarajiwa. Yapo mambo kadhaa ambayo tunaendelea kuyafanya, lakini mengine tumekwisha yafanya tayari. Kwa mfano, tayari tumeshakamilisha kuandaa mitaala mipya. Mitaala hiyo itatumika kutoa mafunzo kwa maafisa na askari, kuwajengea uwezo ili waweze kutekeleza kwa ufanisi jukumu la urekebishaji wa wafungwa. Lakini pia tumeendelea kushirikiana na baadhi ya taasisi. Hivi karibuni tumeanzisha mashirikiano na wenzetu wa VETA, ambapo tumeweka utaratibu au tumezindua programu ya kutambua ujuzi ambao wafungwa wameupata wakati wanatumikia vifungo vyao. Tumefanya assessment, na baada ya kuwa wamekizi kwa mujibu wa matakwa au utaratibu wa VETA wanapewa vyeti. Na tayari takriban wafungwa 201 wamekwisha pewa vyeti ambavyo vinatolewa na VETA kutokana na ujuzi ambao wameupata wakati wanatumikia vifungo vyao. Kwa hiyo jeshi litaendelea na jitihada za kuboresha eneo hili, lakini pia kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, na hasa kwa kuzingatia kwamba mhalifu kimsingi alikuwa yuko kwenye jamii. Amekuja magereza kwa ajili ya kumbadilisha mwenendo na tabia, lakini kumpa ujuzi na maarifa. Mwisho wa siku atarudi kwenye jamii. Kwa hiyo upo umuhimu wa jamii pamoja na wadau mbalimbali kushiriki kikamilifu katika jukumu la urekebishaji, ili mwisho wa siku tuweze kuifanya jamii iishi kwa amani na utulivu na kuendelea na shughuli za kulijenga taifa. Pamoja na mambo mengine mengi yakiwemo kuwataka wafungwa watakaopata mafunzo kuwa chachu ya wengine, mkuu wa jeshi amehitimisha hotuba yake kwa kuwataka wakuu wa magereza kuendelea kuimarisha huduma za urekebishaji kwa wafungwa. Tuirai kwa wafungwa ambao umepata fursa ya kuanza mafunzo haya, uwe chachu kwa wenzenu kwa kuzingatia mafunzo mtakayopata ili yaweze kuwasaidia pale mtakapokuwa mmemaliza vifungo vyenu, kwa kutumia
fursa zilizopo ili muweze kufanya shughuli halali za kujipatia kipato. Profesa Jeshi litaendelea kushirikiana na Chuo cha Uhasibu ili kuboresha mafunzo haya, na kama ambavyo umegusiwa, tumeanza na gereza Arusha, lakini tulipenda tuendelee na magereza mengine hatua kwa hatua ili kundi kubwa zaidi la wafungwa waweze kunufaika na mafunzo ya aina hii. Aidha, nisisitize wakuu wa magereza yote nchini kuendelea kuimarisha huduma za urekebishaji wa wafungwa, ikiwa ni pamoja na kutoa nafasi kwa wafungwa kujiendeleza kielimu kutokana na fursa zilizopo, sambamba na matumizi ya wataalamu tulionao hususan kwenye fani za ustawi wa jamii, saikolojia na taaluma ya urekebishaji. Fani hizi ni msingi mkubwa wa kuleta ufanisi katika eneo la urekebishaji wa wafungwa. Hapo awali, kamishna wa sheria na uendeshaji wa magereza Nicodemus Tenga akimkaribisha mkuu wa jeshi kuhutubia hadhira, alianza kwa kukazia chimbuko la mafunzo haya kwa kusema, Afande mkuu wa jeshi, mafunzo haya ambayo unaenda kuyafungua sasa ni mojawapo ya jitihada za jeshi la magereza kwenye kuboresha eneo la huduma za urekebu kwa wafungwa. Na katika hili chimbuko lake la kwanza ni utekelezaji wa mapendekezo ya tume iliyoundwa na Mheshimiwa Rais ya kutizama namna taasisi za haki jinai zinavyotekeleza majukumu yake, ambapo kwa jeshi la magereza kulikuwa na mapendekezo mahususi ya kuboresha namna ya utoaji wa huduma za urekebu kwa lengo la kuwanoa vyema wafungwa ili watakapotoka wawe ni jamii ambayo inatija na inawezekana ikaongeza thamani kwa jamii. Na katika hili, afande kipekee, wanajamii wa jeshi la magereza na wananchi wa Tanzania tunapongeza kwa sababu utekelezaji wa jambo hili pamoja na programu nyingine nyingi za urekebu ni maelekezo yako, na kipekee naomba ni tuboe siri kwamba muasisi wa ushirikiano baina ya jeshi la magereza ni afande mkuu wa jeshi. Kwa hiyo mafunzo haya ni mojawapo ya matukio chanya ya maono ya afande mkuu wa jeshi. Sisi wengine tumepewa jukumu la kusimamia, na kwa sababu katika jeshi ukishapewa maelekezo unafunga mguu, unapiga saluti, alafu unaenda unayatekeleza, lakini unayatekeleza kwenye kiwango chenye ubora. Na nashukuru afande mkuu wa jeshi uliotuteua sisi pamoja na mkuu wa chuo alioteua kwa upande wa chuo. Naomba nitoe taarifa rasmi kwa mafunzo haya tumejiandaa vyema kwa ajili ya kuhakikisha jamii wa Tanzania ambao ni wafungwa wanapata hii stadi. Naye kwa upande wake, mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha Profesa Eliamani Sedoyeka amesema kuwa chuo licha ya kutoa mafunzo ya muda mfupi, lakini kinao mpango pia wa kutoa mafunzo ya muda mrefu, huku mkuu wa kitivo cha uongozi katika chuo hicho Dr. Adonija Abayo akisema utafiti unaonyesha baadhi ya wafungwa kurudia vifungo vyao kutokana na mkwamo wa kiuchumi. Na huu mheshimiwa ni mwanzo tu. Kama alivyosema Dr. Abayo, mashirikiano yetu katika jeshi la magereza na chuo cha uhasibu Arusha ni katika kushirikiana vile ambavyo wote tunavyoweza, kwa upande mmoja sisi kama chuo na nyie kama jeshi la magereza. Malengo yetu, unaposema magereza unakuwa unawaza magereza kama hilo hapo nyuma yetu, na ndani yake kuna inmates ambao wako mle ndani.
Maana yake kama sisi tunataka kutoa mchango wetu, tunalenga zaidi kwa wale walioko kule ndani. Pamoja na kwamba tumeshaanza kwenye maeneo na chuo chetu cha magereza cha Dar es Salaam, na tayari tunaona wanafunzi zaidi ya 100 pale katika kozi za masters, na tunategemea kwenda degree na diploma. Tumeanza na hizi kozi fupi za wiki 2 ambazo zinalenga kuwezesha vijana wetu kuwapa elimu ya biashara. Lakini huu ni mwanzo tu. Sisi tunategemea na ndoto zetu na malengo yetu ni kwenda katika kozi za muda mrefu, kwa maana ya kozi za diploma na kozi za degree na kozi za masters kwa wafungwa. Tunategemea kwamba hii itatoa nafasi ya muda mrefu kwa wale wa Tanzania wote ambao wamejikuta kwa sababu moja au nyingine wako katika mikono ya sheria, lakini wanatamani kubadilisha maisha yao kwa muda ule wako ndani, na hata hasa pale watakapotoka. Tunatumaini kwa ushirikiano wetu huu na malengo yetu ya muda mrefu na yale yote tuliyojipanga kuyafanya, tutakwenda kutimiza hili. Kwa hizi kozi za muda mfupi, hii ni kozi moja wapo tu, lakini malengo yetu tuna kozi nyingi ambazo tunategemea tutakwenda kuzifanya. Tukianza na hizo ujasiriamali, lakini kuna na kozi za stadi za kazi mbalimbali, kozi za kujengea uwezo, kozi za udereva, walau anapotoka mfungwa atoke na cheti cha udereva na leseni ya udereva. Tunategemea kozi mbalimbali kama hizi zitawawezesha wao kuweza kurudi uraiani wakiwa wamejiandaa, wakiwa wamepewa vitendea kazi vya wenyewe kurudi uraiani na kuweza kwenda kujitegemea. Kwamba mnawapatia mafunzo sio tu ya urekebu, lakini na ujuzi wa kuweza kuwasaidia baada ya haya maisha ya gerezani. Lakini tunajua kwamba kumekuwa na changamoto kubwa kwa baadhi ya wafungwa wanaokamilisha vifungo vyao kujikuta wanarudia uhalifu na kujikuta tena gerezani. Na utafiti wetu unaonyesha kwamba kati ya sababu kuu zinazofanya baadhi wajikute tena kwenye mikono ya usalama ni pamoja na hali ngumu ya kiuchumi. Wanapokuwa wamekaa gerezani kwa muda na baadaye kurudi uraiani, hukumbana na changamoto nyingi na baadhi kushindwa kustahimili. Ni kwa sababu hiyo tumeandaa programu hii maalum kama sehemu ya urekebu wa wafungwa wa kuwajengea uwezo wa kujiajiri pindi watakapomaliza vifungo vyao hapo. Ukiwa ni mkakati kabambe wa jeshi kuhakikisha wafungwa wote nchi nzima wanapata silaha ya elimu ili kumpiga adui ujinga. Mafunzo haya ya programu za ujasiriamali na biashara yaliyofunguliwa rasmi Gereza Kuu Arusha, huku yakiwa na kauli mbiu ya elimu na stadi kwa wafungwa ni msingi wa urekebu, yameanza na wafungwa 40 ambapo kati yao wanawake ni 10. Aidha, mafunzo haya ambayo yatakuwa yakifanyika kwa muda wa siku 14, huku teknolojia ya habari na mawasiliano ikiwawezesha wakufunzi walioko chuoni kutoa mafunzo wakati mwingine bila kulazimika kufika magerezani, yanawalenga wafungwa wale ambao wanakaribia kumaliza vifungo vyao. Hafla hii imehudhuriwa na watu mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini na serikali, wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama, maafisa askari na watumishi wasio askari, wakufunzi wa chuo cha uhasibu, bila kuwasahau wanafunzi kwa maana ya wafungwa. Tukiripoti kutoka Gereza Kuu Arusha ni Javius Kaijage Biarushengo na Mfaume Ali wa PHQ Habari. Wageni wetu karibu hapa kwetu gerezani, jambo hili kubwa sana kutuletea elimu. Kauli mbiu makini jeshi letu magereza,
elimu, stadi za kazi, msingi bora hakika. Kwa wafungwa mnaweza, urekebu watukuka. Jambo hili kubwa sana kutuletea elimu. Magereza Tanzania, jeshi imara, rekebisha wafungwa nchi, ili wamalizapo vifungo vyao, wawe raia waliowema. Wafungwa pia nao ni watu na wathamini, japokuwa walishatengwa jamii zao. Wafungwa pia nao ni watu na wathamini, japokuwa walishatengwa jamii zao. Wafungwa ni ndugu, jamaa zetu na wathamini, yahitaji kazi kubwa kubadili tabia zao. Wafungwa ni ndugu, jamaa zetu na wathamini, yahitaji kazi kubwa